Nazareti uliye hai, mtakatifu Bwana. Wewe ni mwema na wewe ni mtakatifu, maana jina lako ndio jina kuu lipitao majina yote. Katika hilo jina Baba wa rehema, tumepata kukusanyika katika eneo hili tena Baba, ili tupate Baba kusikia kutoka kwako, upate kutufundisha Baba jinsi ya kuomba. Na Baba mweza wa yote, unavyotugusa Baba, usisahau kugusa taifa letu. Baba wa rehema, utuepushie taifa letu Baba na mabaya yanayowazwa na shetani kinyume na taifa letu. Upatanishe viongozi Baba, viongozi wa serikali Baba na viongozi wa upinzani wakiwa kile bungeni Baba wa rehema. Na Baba umpe afya njema na hekima ya kutawala Baba wa rehema. Rais wetu tunayempenda, makamu wa rais, waziri mkuu na mawaziri wote Baba, mipaka yote ya taifa letu, mikoa yote Baba wa rehema, watu wote Baba wa rehema, makabila yote 120 Baba, neema yako Baba wa rehema itamie Baba wa rehema nchi ya Tanzania. Baba wa rehema, uchumi kikaa vizuri, maendeleo Baba wa rehema, serikali Baba iwe na uwezo na ipate fedha ili ifanye Baba mambo yanayogusa maisha ya wananchi Baba. Baba wa rehema, kama ulivyotufundisha kuwa moja kati ya kusudi la Baba wa rehema maombezi Baba, ni kwa sababu ya Baba wa rehema watawale vizuri na wenye mamlaka. Tunalitukuza jina lako kwa ajili ya makanisa yote, kwa ajili ya maaskofu wote, wachungaji Baba, wachungaji wakuu, mabishop Baba na maarchbishop. Gusa makanisa yote Tanzania, na Baba pasipo kusahau Baba mataifa yanayotuzunguka Baba, watakaye kuwa na uchaguzi Baba mwaka huu. Tunafunga nguvu zote za utawala wa giza, nguvu ya kishetani Baba inayekamata uchaguzi na kufanya viongozi wanayechaguliwa Baba wasiwe viongozi wanaostahili Baba, maana uongozi utoka kwako Bwana. Wachagulie majirani zetu Baba viongozi Baba wazuri, watakaye kuwa na ushirikiano na nchi yetu na kuleta mafanikio Baba katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na Baba pasipo kusahau Afrika, pasipo kusahau mabara yote, pasipo kusahau taifa la Israeli. Nasi tunatukuza jina lako Bwana, maana ni saa ya injili ya kweli, na lazima Baba wote warudi kwenye injili. Pasipo kurudi kwenye injili basi watapotea. Lakini Bwana, tunaungana na mapenzi yako ya Baba wa rehema kutoona hata mmoja akipotea, bali wote wakifikia toba ya kweli. Neema yako Baba ifanye kazi katika eneo hili. Unitumie kama chombo chako Bwana. Mimi mtumwa wako Baba mweza wa yote. Nisitende Baba kwa uweza na akili, bali Baba wa rehema niwe chombo Baba kitakatifu, na Baba upate kufikia watu wako. Asante Baba, hata katika wale wanayetufuatilia kutoka katika mataifa yote Baba, wapate maradufu neno lako litokao Baba wa rehema kwenye kinywa changu Baba, lilenge Baba wa rehema kusudi Baba lipite Baba katika eneo inayohusika Baba katika mwili wa kila mmoja. Na Baba watu wako Baba wasibakie jinsi walivyokuwa baada ya kipindi hichi, na katika jina kuu lipitao majina yote, na wote tuseme amen. Amen. Hebu nisikie kwanza makofi kwa ajili ya Bwana. Bila shaka watu wa Mungu, ulipopiga makofi basi naomba uwe makini, kwa sababu inayo muda mfupi lakini inayoweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja. Nasema hivi watu wa Mungu, kama kuna kitu ambacho kinaweza kubadilisha maisha yako ni neno la Mungu. Lakini neno la Mungu, Yesu alisema ya kuwa neno la Mungu ni kama mbegu, lakini mbegu haiwezi kupandwa kwenye udongo usiokuwa mzuri na ikapata kukua na kupata kuvunwa. Mara nyingi mioyo ya watu imekuwa kama udongo usiokuwa mzuri. Ndiyo maana watu wengi wanasikia neno la Mungu vizuri, lakini neno wanaposikia inawagusa, lakini wanadumu katika neno kwa muda mfupi, baadaye neno linatoweka. Bila shaka moyo wako inafananishwa na udongo, lakini ipo udongo tofauti. Ipo udongo yenye miba,
Yesu alipotoa mfano wa mpanzi alipopanda mbegu. Udongo wa miiba ni udongo ambaye bila shaka mbegu inapoanza kukua inazongwa na miiba na hatimaye inashindwa kuendelea kukua. Lakini kuna udongo ambao ni kama njia watu wanapopita. So neno ama mbegu inayodondoka kwenye udongo ambao ni njia, ndege zinakuja na kuzidonoa. Lakini ipo udongo ambao ni miamba. Ina maana mbegu inapoanza kuota, mizizi yake hatimaye inakosa maji na inakosa udongo unayetosha, na bila shaka mbegu hiyo moja kwa moja inakufa. Lakini pia moyo wako unakuwa kama udongo mzuri. Lakini udongo mzuri imegawanywa mara tatu. Ni udongo ambao mbegu inazaa moja kwa 30, ingine moja kwa 60, inawezekana ingine moja kwa 50, ingine moja kwa 70, lakini ile udongo mzuri inatakiwa iwe moja kwa 100. Bwana Yesu asifiwe. Sasa usiwe wewe unayo moyo lakini ikawa moyo wa miiba. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninarudi kwenye asili ya uumbaji. Kwenye asili ya uumbaji. Maana hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Na siku ya sita baada ya kuumba wanyama wa kufugwa, wanyama wa porini, na kila kiendacho juu ya nchi chenye uhai, Mungu akasema, tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ili akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiendacho juu ya nchi chenye uhai. Ninarudi kwenye asili ya uumbaji. Maana Mungu alipomuumba mwanadamu hakuwa na dhambi. Ninarudi kwenye asili ya uumbaji. Asili ya uumbaji ni kutokuwa na dhambi inayekuhukumu. Baba, nimetakasika maana nimerudi kwenye asili ya uumbaji. Na Baba muweza wa yote, niko tayari kusikia neno lako. Lakini inawezekana moyo waliyeniwekea ikawa ni udongo wa miiba. Maana mbegu zilizodondoka mibani ziliota, lakini baada ya kuota yakazongwa na miiba. Katika jina la Yesu ninaondoa moyo wa udongo wa miiba waliyeniwekea kwa jina la Yesu. Yawezekana moyo wangu inawakilisha udongo wa njiani, na Yesu alisema mbegu zilizodondoka njiani, ndege zilikuja zikadonoa na zikuota. Ninaondoa moyo ambayo ni mfano wa njiani kwa jina la Yesu. Baba wa rehema, inawezekana moyo wangu inawakilisha udongo wa miamba. Mbegu zilizodondoka kwenye udongo wa
wa miamba viliota vizuri, lakini hatimaye vikakauka, maana udongo haukuwepo wa kutosha. Ninang'oa moyo unayewakilisha udongo wa miamba kwa jina la Yesu. Lakini Bwana, moyo wangu kuanzia leo iwe ni mfano wa udongo uliyekuwa mzuri, ambayo mbegu zilizopandwa kwenye udongo huo zilizaa moja kwa 100 katika jina la Yesu. Neno lako Bwana ni mbegu, inapodondoka kwenye moyo wangu idondoke kwenye udongo mzuri na uote, hatimaye izae matunda moja kwa 100. Maana imeandikwa, nikikaa ndani ya neno likakaa ndani yangu, niombe lolote nami nitapewa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Bila shaka tumeanza, lakini moja kwa moja tumeanza na kitu kinachoitwa toba. Lakini toba tumeiunganisha pamoja na maombi yanayehusu nini? Yanayehusu mioyo yetu. Kama unavyojua, imeandikwa, linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Sema, linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana hapo ndipo panapokaa chemichemi cha uzima. Unaona sasa, watu wa Mungu, moyo wako ni chemichemi cha uzima. Ina maana unatakiwa uilinde sana. Yesu akasema ya kuwa kimwingiacho mtu akiwezi kumnajisi, lakini kimtokacho mtu ndicho kinachomnajisi. Kimtokacho mtu utoka wapi? Kimtokacho mtu utoka moyoni mwake. Ndio maana akasema kimtokacho mtu ndio kama masengenyo, ndio kama wivu, ndio kama kutokusamehe. Bila shaka watu wa Mungu, unahitaji kulinda sana moyo wako. Tumeona kuwa kumbe moyo ina umuhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Tumeona ya kuwa maombi yanapoingia ndani ya mtu, bila shaka neno la Mungu inakuwa kama nini? Kama mbegu ambayo mpanzi. Zamani hapakuwa na swala la hebu kuchimba eti kwenye mstari, ilikuwa ni kuyarusha tu mbegu, mengine anaondoa kule, alafu basi mkulima anaanza kulima. Sasa anapolima anafanya nini? Anayafukia ama anayafunika, hatimaye yanaanza kuota. Sasa kinachofanyika, tumeona ya kuwa linde sana moyo wako, lakini tumeona kabisa kuwa kumbe mioyo yetu pia inawakilisha udongo. Ina maana kumbe neno linapandwa wapi? Linapandwa kwenye mioyo yetu. Ndio maana watu wa Mungu, usikubali mtu akuingizie kitu usichokijua. Mambo tunayasikia mengine yamebadilisha hata maisha yako. Inawezekana wewe unaposikia neno la Mungu unaipokea vizuri, lakini unapokwenda umekaa pamoja na watu wanaanza kusikiliza maongezi yao, hatimaye yanafanya nini? Yanadonoa na kuondoa. So hiyo inakuwa ni moyo ambayo ni mfano wa mbegu zilizodondoka katika njia. Lakini umeona tulipoomba tumeanza wapi? Tumeanza kwenye kitu kinachoitwa msamaha. Lakini tumeanza kwa kutaja jina la Baba Mungu. Tumesema Baba aliye mbinguni katika jina la Yesu. Lakini tukasema ya kuwa moja kwa moja mwanzo aliumba mbingu na nchi, naye nchi ilikuwa ni ukiwa na tupu. Ina maana hapo tumetangaza ukuu wake. Ukisema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, of course mbingu jinsi ilivyo inatangaza ukuu wa Bwana. Of course nchi ilivyo inatangaza ukuu wa Mungu, maana nchi inayo mito, inayo maziwa, inayo bahari, inayo milima, na hiyo yote inatangaza ukuu wa Mungu. Umeona tumetangaza ukuu wa Mungu, lakini tukaenda moja kwa moja kwenye nini? Kwenye uumbaji wa siku ya 6. Tukaanza
na kile ambacho Mungu alichoumba siku ya sita. Siku ya sita tukasema kuwa Mungu aliziumba nini? Aliziumba wanyama wa porini na wanyama wa kufugwa na kila kiendacho juu ya nchi chenye hai, na maana nyoka, wadudu na kadhalika, hao ni viendapo juu ya nchi yenye uhai. Lakini hatimaye tukasema Mungu akasema tumfanye mwanadamu, na alipomfanya mwanadamu alimfanya kwa sura yake na kwa mfano wake, na akampa mamlaka ya kutawala dunia. Ina maana nyanja tatu. Dunia ina nyanja tatu: inayo anga, inayo nchi kavu, inayo makusanyiko ya maji ama bahari. Na baada ya hapo tukarudi katika asili ya uumbaji, asili ya ukamilifu. Umeona jinsi tulivyoomba msamaha. Tumeomba msamaha jinsi mtu anaweza kusema kwa hata hawajafanya nini, hajaomba msamaha. Lakini unapotaja hiyo uumbaji wa siku ya sita, Mungu alipokamilisha kumuumba mwanadamu aliwabarikia, akawaambia wazani na kuongezeka na kujaza nchi, na akafanya nini? Akawaamulia pia watakula nini. Ina maana akawapa na chakula. So umeona riziki yetu pale pale. Tukirudi kwenye ile uumbaji ya siku ya sita, tayari bila shaka yule mwovu anakuwa ana mamlaka juu yetu. Baada ya hapo moja kwa moja tukaenda kwenye kutengeneza sehemu ambayo inahusu neno la Mungu. Lakini umeona jinsi tulivyokwenda, tumekwenda, ina maana imekuwa ni 2 kwa 1. Bwana Yesu asifiwe. So kinachofanyika watu wa Mungu, umeona tunapoomba vile, kumbuka ya kuwa tumeomba hivyo. Faida ya kwanza, unakamata moto. Uwezi ukajifunza maombi pasipo kufanya kwa mazoezi. Ndio maana kanuni la moto ni lazima iwepo moto mdogo ili iambukize sehemu, ili iwe moto kubwa. Moto unachochewa. Ndio maana unapoanza kujifunza kuomba kwa mchungaji, kuomba nawe kwa kukiri, na wewe unafuatisha, bila shaka kumbuka mchungaji anaposema, anasema anaomba yeye, na wewe unaposema unaomba. Ninaposema kwa moyo wangu, na wewe unasema moyo wako, ina maana wewe unajiombea na mimi najiombea. So kinachofanyika, hiyo ni njia ya kukamata moto. Sema ninataka nikamate moto wa Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu ni moto. Umeona watu wa Mungu, lazima uelewe eneo hilo. Lakini lazima ujue ya kuwa kitu kinachoitwa maombi kinaendana na kujinyenyekea. Yesu alisema jambo la ajabu sana. Hebu nisomee sura ya 11 Mathayo, anzia mstari wa 27. Soma ukiendelea. Hebu nisomee sura ya 11 mstari wa. Imeandikwa, akasema nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuaye mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana ampenda humfunulia. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Umeona, tuende kwake sisi wote tusumbukao na kulemewa na mzigo. Amesema yeye atatupumzisha. Endelea. Itieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Umeona, tujifunze kwake, maana yeye ni nini? Mpole na mnyenyekevu. Bila shaka lazima tuwe wapole na wanyenyekevu wa moyo. Moja ya sifa ya Yesu ni unyenyekevu na upole. Bila shaka kwenye maombi lazima unyenyekevu na upole uwepo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wa Mungu, kuomba kwako isije ikawa ni njia ya kiburi. Kuomba kwako inatakiwa iwe ni njia ya kufanya nini? Iwe ni njia ya kumtukuza Mungu. Kuomba kwako iwe ni njia ya kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Bila shaka watu wengi wanaonyesha ujeuri katika maombi, wanaonyesha uweza katika maombi, wanaonyesha unafiki katika maombi. Ndio maana Yesu akasema kuwa msalipo msiwe kama wanafiki,
wanayekwenda njia panda ama katika masinagogi, wanayesali sala ndefu ili wapate kuonekana, watakuwa wameshapata thawabu yao. Bila shaka watu wa Mungu, ukiona wewe unyenyekevu amna kwako, upole amna kwako, basi hauna vigezo vya Yesu. Maana imeandikwaje? Mimi na Baba yangu tutakuja na kufanya makazi ndani yenu. Kama Yesu anakaa ndani yako, upole uko wapi? Kama Yesu anakaa ndani yako, unyenyekevu uko wapi? Lakini Yesu alisema hivyo, lakini kwenye Agano la Kale Mungu alisema kuwa watu wake walioitwa kwa jina lake wakinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso wake na kuacha njia zao mbaya, naye atawasikia kutoka juu mbinguni. So kwenye Agano la Kale unyenyekevu ilikuwa ni moja kati ya vigezo vya Mungu kutazama katika watu wake. Lakini Agano Jipya Yesu alikuwa ni pole na alikuwa ni mnyenyekevu. Akasema na nira yake ni nini? Nyepesi na laini. So watu wa Mungu, injili watu wa Mungu haitakiwi iwe ni mzigo. Ndio maana na mimi injili kwangu ni nyepesi na laini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wa Mungu, mimi naenda moja kwa moja kwenye kipengele cha maombi ya msamaha. Tumejaribu kuomba kwa ufupi, lakini umeona tumeomba kwa ufupi, lakini tukaiambatanisha na nini? Tumeiambatanisha na kusudi. Kusudi letu la kukaa hapa ni nini? Kusudi letu la kukaa hapa ni ili upate kujifunza neno la Mungu na utoke hapa neno liko katika moyo wako. Lakini moja kwa moja imebidi tuguse eneo hilo, maana mara nyingi watu wengi wanabidia kukaa makanisani ama kukaa wapi? Kukaa katika mahubiri ama mafundisho, lakini wanapotoka katika mafundisho huwa wanakuwa watupu, huwa wanakuwa ni mkavu, maana hakuna kitu alichotoka nacho. Maana nini? Neno linakuwa ni mbegu ambayo linapandwa. Mfano wa mbegu, mfano wa neno ni mpanzi, ambayo Yesu alitoa mfano ya kuwa mpanzi alienda kupanda mbegu. Mbegu zingine zikadondoka katika barabara ama njiani, ndege zikazidonoa, zingine zikakanyagwa na watu, na wala hakuna kilichoota. Lakini akasema ya kuwa zingine zilidondoka kwenye miamba. Ina maana kwenye miamba kuna udongo mchache kiasi kwamba ina mbegu haiwezi, mizizi yake ikapata kutanua na kutafuta maji. Lakini mengine yalidondoka kwenye miiba. Yaliyodondoka kwenye miiba yakafanya nini? Yakaanza kuota vizuri, lakini yakazongwa. Na akatoa na mfano, akatoa na maana yake ya kuwa yaliyodondoka kwenye nini? Kwenye miiba ndio watu wale ambao wanapokea neno la Mungu vizuri, lakini wanakuja kuzongwa na mambo ya nini? Mambo ya dunia. Umeona, wewe unapenda neno la Mungu kila siku, lakini mbona mambo ya dunia yanakuzonga mtu wa Mungu? Mambo ya dunia sikuzonge. Kinachotakiwa upange ratiba yako. You better plan your time. You make your timetable and things will be right. When you make your timetable, also be ready to obey your timetable. Sometimes you can make your timetable, but you don't abide by the timetable and you end up not doing something which is positive. Nasema ya kuwa ni vizuri kutengeneza ratiba yako. Ratiba yako ukitengeneza, huwezi kuwa na matatizo kwenye habari za neno la Mungu, maana unaiplan vizuri, na Mungu lazima akae pamoja nawe. Mchungaji, mbona nyinyi kila siku neno la Mungu? Bila shaka neno la Mungu ni kila siku, kwani dhambi sio kila siku kwa watu kule. So watu wa Mungu, kinachofanyika ni lazima ujue kabisa kuwa lengo mama. Leo nataka tuende kwenye lengo ambao ni toba. Tumeona mfano wa sisi tulipoanza. Hiyo yawezekana ikawa ni introduction. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wa Mungu, unapotaka kuomba lazima iwepo sababu mama, sababu maalum. Umeona maombi tumetoka kuomba hapa kabla tunataka kuanza. Lengo la maombi hayo ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni toba. Lakini tukapanua, tukagusa pia katika eneo ambayo
inahusu ukaaji wetu hapa, ni kujifunza. Lakini kujifunza, mara nyingi tunapojifunza tunatoka pasipo kuelewa kitu. So umeona katika maombi yetu tumegusa eneo hilo, lakini umeona jinsi tulivyoomba msamaha. Usipokuwa makini, inawezekana usijue kama tumeomba msamaha, lakini msamaha wetu imeturudisha kwenye nini? Kwenye uumbaji na ukamilifu wa siku ama kipindi cha uumbaji wa mwanadamu. Umesikia tukisema kuwa mwanadamu aliumbwa kwa ukamilifu, aliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. So tukasema tunarudi hadi kwenye uumbaji. Ukirudi kwenye uumbaji, kinachopata ni nini? Tayari umetakasika. Maana mwanadamu aliyeumbwa mara ya kwanza alikuwa mfano wa Mungu, alikuwa hana dhambi ya aina yoyote mpaka dhambi ilipoingia duniani. Wapi? Pale kwenye bustani ya Eden. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika maombi yetu tunakaa katika ile misingi gani? Misingi ya Yesu kufundisha wanafunzi wake kuomba. Yesu alifundishaje wanafunzi wake kuomba? Aliweka msingi gani? Aliweka msingi wa mambo muhimu kwenye maombi ambayo mtu anaomba. Sasa watu wa Mungu, mara nyingi watu wengi wanachukulia ile sala ya Baba yetu wa mbinguni kuwa kama ndio maombi wanayeomba kila siku. Sio mbaya, mimi siipingi, lakini ile ilikuwa ni ufupisho wa kujua mambo yaliyo muhimu katika maombi ya yote unayeomba. Yawezekana ukaomba maombi ya kwenda kulala, yawezekana ukaomba maombi ya kutafuta amani na mtu, yawezekana ukaomba kwa ajili ya nchi yako na taifa lako, yawezekana ukaomba kwa ajili yako. Lakini sasa unapoomba kwa ajili yako, lazima yale mambo muhimu ambayo ni 6 kama nilivyosema jana uyaweke kwenye matumizi. Hayo mambo 6 nilisema yakuwa ya kwanza ni sijasikia hata kulitukuza jina la Bwana. Sawa. La pili, ufalme wa Bwana uje. Sawa. Ya tatu, mapenzi yake yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Sawa. Ya 4, atupe riziki yetu. Sawa. La 5, atusamee makosa yetu kama tunavyosamea waliotutendea mabaya. La 6 na la mwisho, atuokoe na yule muovu. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mambo ambayo ni muhimu, ambayo natakiwa ufanye nini, yanayetakiwa uyashike katika maombi yako. Jambo la kwanza ni kutukuza jina la Bwana. La pili ni ufalme wake uje. La tatu ni mapenzi yake yatimizwe. Na la 4 ni atupe riziki yetu. La 5 atusamee maovu yetu kama tunavyosamea waliotutendea mabaya. Na la 6 ni atuokoe na yule adui mwovu. Sasa riziki, atupe riziki yetu, maana yake riziki inaangukia katika mahitaji yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana riziki isiwe fedha, isiwe chakula. Riziki inawezekana ikawa hata afya njema. Mahitaji yote bila shaka yanaangukia kwenye atupe mahitaji. Riziki unaweza ukaweka pale mahitaji yetu ambayo ni muhimu. Bila shaka kuna wakati mwingine wewe unaombaga katika mahitaji ambayo sio muhimu. Siku zote unapoomba unahitaji kitu, lazima uangalie, maana kuna wakati mwingine unawezekana ukaomba kitu ambacho sio muhimu kwenye maisha yako na Mungu asikupe. Yapo mahitaji ambayo ni muhimu. Unapoomba Mungu lazima umwambie kama ni muhimu, lakini pia lazima ikae katika mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapoomba maombi ya toba, maana nimesema leo nataka tuongee katika swala la toba, alafu bila shaka tuende kama tulivyoanza. Toba ni nini? Toba
ni ile msamaha wa dhati, msamaha wa kweli. Acha hizi msamaha wa bla bla unayoombaga sekunde, unaomba haraka alafu unaondoka. Inatakiwa uombe toba tayari ukitambua mabaya uliyotenda, na hata mabaya waliyetenda wengine. Hautakiwi wewe uombe tu toba kwa ajili yako. Kuna wakati mwingine umeomba toba kwa ajili yako, lakini mtoto wako yule ametenda dhambi, na dhambi hilo linakuhukumu, maana wewe ulikuwa umemlea kama mayai, ukamfanya akawa mdokoaji wa vitu. Sasa anapoendelea kudokoa, watu wanaangamia na kupata mabaya. Bila shaka kinachofanyika, unahukumiwa kuwa ulimleaje. Kama ulimlea vizuri, basi hauhukumiwi. Lakini kumbuka ya kuwa hiyo inakupa nafasi ya uombe msamaha hata kwa yeye. Kuna wakati ambao dhambi ambayo anatenda yule baba mkubwa, analoga watu, anaua watu wale, inakupata wewe. Kuna wakati yule dada mkubwa anafanya mabaya, hayo mabaya yanakukuta wewe. Maana kinachomfanya atende mabaya ni kile ambacho alikipata kutoka kwenye familia yenu ama ukoo wenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yawezekana viongozi wa taifa ndio wanayefanya mabaya yapate taifa, na bila shaka wewe ukaishia kuomba msamaha kwa ajili yako, lakini ile dhambi ikakamata taifa lote. Yawezekana eneo la mwili wa Kristo, wachungaji na maaskofu wakadumu katika kutenda mabaya, na hayo yote yakakamata mwili wa nini? Wa Kristo. Maana mimi nikitenda mabaya watasemaje? Ndio zao bwana, hao walokole bwana, hao bwana, hao bwana wa Kristo, hao bwana ndio zao bwana, wanafiki hao bwana ndio zao. Unaona sasa nini? Ina maana dhambi hiyo inahukumu wote, kwa sababu tunayo sababu ya kusimama na kuomba kwa ajili ya Kristo wote, kwa ajili ya wachungaji wote, kwa ajili ya wachungaji wakuu wote, kwa ajili ya maaskofu wote, kwa ajili ya wabaya wako, kwa ajili ya wanayekutakia mabaya, kwa ajili ya dunia yote. Ndiyo maana watu walioomba maombi ya msamaha kama wakina Ezra, wakina Nehemia, walisema tumetenda kosa, tuna uso wa haya, maana Bwana atukutenda jinsi ulivyotuagiza kupitia manabii wako. Tusamehe Bwana, sio nisamehe, tusamehe. Maana inawezekana wewe huna dhambi, lakini ukoo wako dhambi zake zinakufuata. Maana Bwana hupatiliza watoto uovu wa baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wote wamchukiao nani? Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima katika habari za toba, unapoongea habari za toba ama msamaha, lazima uwaze wewe. Jambo la kwanza, wewe ni Mtanzania. Toba ianzie kwenye kuomba toba kwa ajili ya Tanzania. Ujue kabisa wewe ni mkazi wa Dar es Salaam. Toba katika mkoa wa Dar es Salaam. Ujue kabisa wewe unatoka kule Makiete kwetu kule. Toba katika mkoa wa nani? Wa Iringa. Wewe unatoka kanda ya Ziwa, mkoa wa Mara. Wewe unatoka Mbeya, omba msamaha kwa mkoa wa Mbeya. Wewe unatoka kwenye kijiji cha nini Mbeya? Lujewa, omba msamaha kwa ajili ya kijiji cha Lujewa. Maana kuna wakati mwingine dhambi inayekusumbua ni wale walionigwa kule kwenye kijiji cha Ludewa. Ndio inayekusumbua, na unatoka pale, wewe mwana Ludewa. Ndio maana utusamehe, tuna uso wa haya Bwana. Tusamehe dhambi zetu wa Tanzania. Tusamehe dhambi zetu sisi wana mkoa wa Dar es Salaam. Tusamehe dhambi zetu sisi tuliyetoka katika mkoa wa Mbeya. Tusamehe dhambi zetu sisi tuliyekuwa kwenye mwili wa Kristo tuliyookoka. Utusamehe Baba wa rehema. Tusamehe, maana Baba tukisema tuna dhambi, basi tuwajidanganya, maana aliyekuwa wa haki, aliyekamilika ni mmoja, naye ni Baba wa mbinguni. Maana akatokea tajiri mmoja kijana, akamwambia Yesu, akamwita mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kufanya nini? Kurithi ufalme wa mbinguni. Akamwambia, mbona waniita mwema? Hakuna aliye mwema ila ni mmoja tu, ni Baba wa mbinguni. Lakini umeona sasa, bila shaka hii
itatupa nafasi ya kushinda dhambi. Maana watu wa Mungu, kuna dhambi ambazo zinatuvuta pasipo kuyatendea kazi. Bila shaka tuwezi kuishi kwa amani kama tuwezi kuomba ili dhambi itoweke katika nchi, katika mikoa, katika wilaya, katika kata. Bila shaka dhambi bado itakutafuna. Maana yawezekana dhambi hiyo inaanzia kwa watoto wako. Mtoto wako anapompiga mtu nyundo pale, wewe uko salama? Umeokoka, uko salama? Nasema hivi, watu wa Mungu, lazima uvae ama ubebe mzigo pana katika maombi ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nikupe mfano huo, alafu tupate kwenda mbele, kwa sababu leo tunataka kuongelea toba, kwa sababu ni toba ndiyo imebeba kila kitu. Watu wa Mungu, toba ina maana ni kana kwamba tunaoga kwanza, maana imeandikwa Bwana asikii maombi ya wenye dhambi. So yawezekana kuna dhambi inayokuhukumu, lakini cha ajabu, hata kama dhambi tunayetenda pasipo kujua inatuhukumu, ama tunayetenda moyoni, bila shaka watu wa Mungu, ni vizuri kuyaombea dhambi. Maana Yesu akasema, ukimtazama mtu tu ukatamani vazi lake, tayari umeshatenda dhambi. So bila shaka lazima tuombe msamaha mpaka kwa dhambi tusizojua ya kuwa zilitendwa ama zijatendwa na ndugu zetu ama na wale wanayetuhusu. Lakini pia ni vizuri kuomba msamaha kwa ajili ya dunia yote, maana sisi tumevaa nembo gani? Tumevaa nembo ya agizo kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuagiza kwa enendeni ulimwenguni kote mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la nani? La Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaagiza. Lakini kumbuke ya kuwa kama kweli sisi tumevaa taswira ya agano jipya, ambayo ni agano kati ya Mungu na mataifa yote, basi tunaposema utusamehe, sio tu sisi wa Tanzania, bali sisi na dunia yote. Maana Wayahudi walisema sisi, maana walikuwa na uwao. Lakini agano jipya hakuna usisi. Agano jipya ina maana ni agano kati ya Mungu na mataifa yote. Maana agano la kale ilikuwa ni kati ya Mungu na taifa ngapi? Taifa moja, iliyokuwa ni taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma uone jinsi walivyoomba wale. Waliomba kwa ajili ya wao na taifa lao. Mifano mitatu hayo utasoma baadaye kwa wakati wako. Hebu utasoma Danieli sura 9, lakini utasoma pia kwa wakati wako kitabu cha Ezra sura ya 9, utaanzia mstari wa 5 ukiendelea. Utaona jinsi Ezra alikuwa anaomba msamaha, alikuwa anaomba toba kwa ajili ya taifa lake la Yuda. Na pia utasoma kitabu cha Nehemia sura ya 1 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 10. Utaona Nehemia naye anapoomba msamaha, na anapoomba msamaha, wao waliomba msamaha kwa ajili yao na kwa ajili ya nchi yao. Maana agano ile ilikuwaruhusu waombe msamaha kwa mataifa mengine, maana walitengwa ili ipapate kutokea Kristo pale. Lakini sisi hatujatengwa. Ndio maana injili haitutenganishi na watu. Injili inatuambia twende. Umeona, agano la kale ilikuwa timilifu, maana ilikuwa inatenganisha watu. Lakini agano jipya imekuwa timilifu. Kwa sababu gani? Imekuwa imekamilika kwa sababu agano jipya inakupeleka kwa wabaya wako. Agano jipya inakupeleka kwa watu wote. Ndio maana tuache kujifungia makanisani, tuache kujifungia manyumbani kwetu. Twende watu wa Mungu, maana enendeni. Sema enendeni. Enendeni. So tunapoomba lazima tuvae hiyo mtazamo. Mtazamo huo ni kwa ajili ya wote. Mtazamo huo tena sio kwa ajili ya kabila letu, sio kwa ajili ya taifa letu tu, maana wana wa Israeli ilikuwa kwa ajili ya taifa moja ambao ni wao. Hebu soma kidogo tu kipengele cha msamaha ili usikie jinsi Danieli alipoomba msamaha kwa ajili ya ile taifa lake. Danieli alikuwa ni nani? Danieli alikuwa ni wa taifa la Yuda. Taifa la Yuda ilikuwa ni taifa la kusini. Kama unavyojua, baada ya kifo cha Suleimani,
taifa la Israeli liligawanyika mara mbili, kaskazini na kusini. Kaskazini ikibakia na jina Israeli na kusini ikichukua jina la Yuda. Kaskazini ikijitenga na kuwa makabila 10, lakini kusini ikiwa makabila mawili. Bila shaka watu wa Mungu, makabila hayo mawili ambayo yalitengeneza taifa la kusini ni Yuda na Benjamini. Lakini makabila yale 10 ndio kama Rubeni, Simeoni. Ukitoka kwenye Simeoni unaenda kwenye Naftali, unaenda kwenye Rubeni, unaenda kwenye Dani, unaenda kwenye Asheri, unaenda kwenye nani? Gadi, unaenda kwenye Manase, alafu unamalizia na ndugu yake Manase, Ibrahim. Ina maana inatengeneza makabila ngapi? 10. Lakini sasa taifa la Yuda, kama Mungu alivyomwambia Musa kuwa watu hao watakaponiacha, nami nitawatawanya katika mataifa, lakini watakaponirudia, basi mimi nitawakusanya tena na kuwarudisha kwao. So bila shaka walipotenda maovu taifa la Yuda, lakini baada ya taifa la Israeli kupelekwa utumwani miaka mingi, mwaka wa 722, lakini Yuda katika mwaka wa 585 wakawa nao wakapelekwa utumwani Babeli. Lakini sasa nabii Yeremia alitabiri ya kuwa watakao utumwani miaka 70, kisha Bwana atawarejesha. Sasa Danieli alikuwa ni mmoja kati ya vijana wenye hekima waliyekuwa wa kifalme, yani waumbali wa kifalme, yani walikuwa ni wa uzao wa mfalme Ezekia, ambayo samani Isaya alikuwa amemtabiria kuwa uzao wako watachukuliwa na kupelekwa Babeli na kufanywa kuwa ni matowashi. Katika ile miaka 605 wakati wa utawala wa Neboposola, ambayo alikuwa ni baba yake Nebukadneza, alipokuwa anatawala, bila shaka walichukuliwa vijana wenye hekima, akachukuliwa Danieli, Shadrach, Meshach na Abednego, wakapelekwa kule Babeli na kufundishwa elimu ya Kikaldayo. Sasa Danieli Mungu alimfanya kuwa nabii na akamtumia sana. Sasa Danieli huyu ndio aliyesoma kitabu cha Yeremia na akatambua ya kuwa miaka 70 waliyetakiwa kukaa utumwani yalishatimia, naye akafunga na kuomba na kufanya nini? Kufunga na kuomba ili Bwana ajibu, na hapo ndipo anaomba msamaha, na hatimaye Bwana anakuja kujibu kwa kuwaruhusiwa kurudi kujenga nchi ya Yuda na mji wao mkuu wa Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema kuwa Neboposola. Huyo alikuwa ni baba yake Nebukadneza. Umeona majina hayo ya Kikaldayo, Nebukadneza. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sasa Epafra tusomee tupate kuona. Soma kama ilivyoandikwa. Nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama nikisema, Bwana Mungu wangu, Bwana Mungu mkuu mwenye kutisha, ashikaye maagano na rehema kwa wampendao na kuzishika amri zake. Tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi, naam hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako. Wala hatukuwasikiliza watumishi wako manabii, ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu na watu wote wa nchi. Bwana, haki ina wewe, lakini kwetu sisi kuna haya. Hebu sikia anachosema nabii Danieli. Bwana, haki ina wewe, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso, kama hivi leo kwa watu wa Yuda na kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa Israeli wote.
walio karibu na hao walio mbali katika nchi zote ulikowafukuza, kwa sababu ya makosa yao waliokukosa. Bwana, kwetu sisi kuna haya uso kwa wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu. Umeona, anataja wafalme wao, wakuu wao, baba zao na ndugu zao. Umeona sasa, akutaja kuwa mataifa yote, alitaja wafalme wao ambao ni taifa la nini? Taifa la Yuda. Lakini kwa sasa hivi sisi hatujafungwa na mipaka. Sisi tunahitaji tuombe msamaha kwa ajili ya dunia yote, maana tupo kwenye agano la Mungu na mataifa yote, na sisi ndio tumevaa nini? Kiatu cha Yesu. Sisi ndio wajumbe wa agano jipya wanayetakiwa kuyaendeleza mambo aliyeanza kufundisha Yesu na kuyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumekutenda dhambi, rehema na msamaha ni kwa Bwana Mungu wetu, ingawa tumemwasi, wala tukitii sauti ya Bwana Mungu wetu. Umeona, hawakumtii Mungu, walimwasi. Bila shaka, hebu soma tena Ezra sura 9 mstari wa 5. Tuone Ezra, tuone jinsi walivyoomba wale. Lakini najaribu kukuingizia kitu ambacho ni tofauti. Najaribu kukuwekea ile misingi pana ambayo ni mataifa yote. Tunahitaji tuombe kwa ajili ya Somalia, tunahitaji kuomba kwa ajili ya Msumbiji, tunahitaji kuomba kwa ajili ya Liberia, tunahitaji kuomba kwa ajili ya mataifa yote. Nini? Ndio maana tumeambiwa kuwa enendeni ulimwenguni kote. Hatujaambiwa tuenende katika taifa letu peke yake. Twende katika dunia yote. Yawezekana tusipande ndege twende, yawezekana tunapofundisha sasa hivi wakaona, maana aliyepo China yawezekana natuona sasa hivi, aliyepo popote duniani natuona, na kuna vifaa ambayo anaweza akabonyeza ikatafsiri haya inayeongelewa kwa lugha yoyote na akaelewa. Umeona jinsi ambayo hiyo science na teknolojia, hapo ndipo neno panaenda. Amina, mtu wa Mungu. Bila shaka sasa hivi duniani kote unaweza kaongea sehemu moja na dunia yote wakwenda, na maana umeshakwenda katika mataifa yote. Yesu alijuaje kwa mimi nitaenda mataifa yote? Unabii sio unabii huo? Nabii. Kwani kwenye agano jipya ipo unabii? Hiyo ilikuwa ni neno la hekima. Ilikuwa neno la hekima. Neno la hekima imechukua sehemu ya unabii. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliposema haiwezekani wewe ukazunguka dunia yote, huko Mexico, huko unaweza hata ukachakasi, ndio? Lakini nendeni mataifani. Sasa hivi tunaenda mataifa, katika mataifa yote. Tunaendaje katika mataifa yote? Tunaenda kupitia jinsi tunavyoonekana katika mataifa yote kwa wakati mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma. Na wakati wa sadaka ya jioni nikainuka baada ya kunyenyekea kwangu. Huyo ni Ezra anayeomba. Kama unavyojua, Ezra alikuwa ni mmoja kati ya makwani waliyekuwepo wapi? Kule utumwani Babeli. Lakini katika maombi ya Danieli, kibali walipata Ezra na Nehemia, wakina Yoshua, na wakapewa kibali cha kurudi kujenga nchi yao. So hayo ni maombi ambayo anaomba kwa ajili ya taifa la Israeli ama taifa la Yuda baada ya kutoka utumwani. Nguo yangu na joo yangu zimeraruliwa, nikaanguka magotini kunjua mikono yangu mbele za. Bila shaka umeona ya kuwa nguo zake zilifanywaje? Zililaruliwa. Ina maana kurarua mavazi ilikuwa ni inaonyesha ishara ya kujifanya nini? Kujikana na kujitoa kweli kweli kwa ajili ya Mungu. Kupaka majivu na kuvaa magunia ilikuwa ni ishara ya kujifanya nini? Wewe yani moja kwa moja unajitoa kwa Mungu kweli kweli. Ilikuwa inaonyesha ishara ya kujutia, ishara ya unyenyekevu mbele za Bwana. Lakini sasa hivi unahitaji kurarua mavazi yako, wala hata kuvaa magunia, wala hata kupaka mavumbi. Unahitaji kwenda katika unyenyekevu mbele za Bwana, na moja kwa moja aliyopo mbinguni aonaye hadi sirini atapata kukuona. Nikasema, akasemaje? Mungu wangu, nimetahari naona haya ya kuinua uso wangu mbele zako.
Mungu wangu, kwa maana maovu yetu ni mengi, hata yamefika juu ya vichwa vyetu, na hatia yetu imeongezeka na kufika mbinguni. Tangu siku za baba zetu tumekuwa na hatia kupita kiasi. Umeona? Ni vizuri nilisema kuwa moja kati ya namna ya kuomba na kujibiwa, lazima dhambi zinazotambulika zipate kutubiwa nini? Kwa dhati. Uyatubie kwa dhati. Umeona hapo anasema yale makosa waliyetenda. Bila shaka ni vizuri kumuonyesha Mungu, nimetenda hiki hapa, na bila shaka uitubie kwa dhati, kama nilivyosema katika vile vipengele vya kujifunza maombi. Umesikia hapo jinsi tumesikia Danieli akiweka msisitizo kwenye makosa waliyetenda, ndivyo na Ezra naye anaweka msisitizo hivyo. Na kwa sababu ya maovu yetu sisi na wafalme wetu na makuhani wetu tumetiwa katika mikono ya wafalme wa nchi hii. Bila shaka katika uovu wao. Watu wa Mungu, nasema hivi, kuna watu wengi kati yetu ambayo wako katika mateso kwa sababu ya dhambi walizotenda ndugu zao. Hata wao dhambi zilizotendwa na koo zetu, hata dhambi inayotendwa na viongozi, dhambi inayotendwa na viongozi makanisani, bila shaka inafanya kanisa inajisike. Dhambi inayotendwa na wakuu wa mikoa ama viongozi katika mikoa, yawezekana ikaleta mabaya katika mkoa. Unaweza ukashangaa inatokea tu mkoa mwingine, hata watu hata kama wakilimaji, inatokea tu njaa, na hiyo njaa inaendelea kila wakati. Ukifuatilia utakuta kabisa kuwa mambo ya kishetani inaendekezwa sana katika mikoa kama hiyo. Nini? Badala watu wanyenyekeshe chini ya Bwana, wanaendekeza kuua watu, wanaendekeza uchawi, wanaendekeza mambo ya kishetani. Na unakuta kuna mikoa ambao yanaandamwa sana na balaa za njaa na balaa za mabaya. Ukifuatilia mikoa hiyo utakuta ni moja kati ya mikoa zinazoongoza kwenye kutenda mabaya. So wewe unayetoka kwenye mkoa huo upo sasa hivi kwa ajili ya kusimama kwa ajili ya mkoa huo. Upo kwa ajili ya kusimama kwa ajili ya mkoa huo, ili mkoa huo ukae vizuri. Na kwa nini usiombe mkoa huo njaa isiwepo? Kwa nini kila siku iwepo kwenye mkoa moja? Unataka kwenye mkoa huo, tunataka tufanye kwa mazoezi. Utasimama kwa ajili ya mkoa wako na omba, kwa ajili ya taifa lako na omba, ili sasa tuone ya kuwa baada ya mwaka huu tuseme ya kuwa tutaki kusikia habari za njaa kwenye mikoa yetu, habari za njaa kwenye taifa. Maana njaa ikiwepo mkoani, bila shaka kwenye taifa linakuwepo njaa. Njaa ikiwepo, lazima tusukume serikali peleke chakula. Amina, mtu wa Mungu. Lakini kinachofanyika ni nini? Lazima na sisi simame na maombi. Maana imefikia wakati ambao hata mvua inapotaka kunyesha, kuna watu maalum ambao wanafanya mvua isinyeshe. Wewe hapa Dar es Salaam utakuta mvua imenyesha Kinyerezi hii, lakini ukienda kule machimbo unakuta hamna mvua, unashangaa. Utatoka hapa utakwenda unakuta Ubungo mvua imenyesha, Mwenge mvua imenyesha. Unapoelekea huko sijui wapi kule Mbuyuni kule, unaelekea kule unataka kuelekea Tegeta, unakuta mvua hamna. Unapoelekea huko kule tena hamna mvua, maana watu wataki mvua, maana ya mafuriko. Ukielekea kwenye machimbo kule Bunju tena unakuta mvua inyeshe. Unaweza kukuta mvua imenyesha Dar es Salaam yote. Ukienda maeneo ile mvua inyeshe. Kuna watu wengine ambao wanazuia mvua kunyesha. So kuna watu ambao wanatumika na shetani kuzuia mvua isinyeshe. Lakini wacha nikuambie, kama wewe unaomba mvua isinyeshe, basi wewe unaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Mvua inanyesha kwa mapenzi ya Mungu. Ndio maana mvua ikitaka kunyesha ukasema kabisa, Baba wa rehema, mapenzi yako yatimie katika kunyesha kwa mvua. Mvua na iwe ya amani na ilete nini? Baraka. Hata kama ilitakiwa kutokea mafuriko namna gani, hakuna mafuriko. Lakini sasa mara nyingi unakuta shetani anafanya hivyo. Anafanyaje? Shetani anataka kushindana na Mungu, lakini yeye ni kiumbe tu. Labda ashindane na mwanadamu, hawezi kushindana na Mungu. Lakini unakuta kabisa kuwa mabaya yanafanywa katika mikoa. Wapo watu maalum wanayezuia mvua kunyesha.
Watu wa Mungu, siku ambayo utasema kabisa mvua isinyeshe kwa jina la Yesu, hebu nikuulize, mvua isinyeshe wakati mvua inanyesha kwa uweza wa nani? Tukiomba mapenzi ya Mungu yatimie hapa duniani, kuna mvua ya vule, kuna mvua ya nini? Ya masika, na inanyesha katika ustaarabu wake na inayo mipango yake. Ndio kuna wanayevuna, wanayelima na kuvuna katika mvua ya masika, kuna wanayelima na kuzima katika mvua ya vule, na ndio tunakuta kabisa Mungu ameleta mzunguko mzuri kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini imetokea kuna watu ambao wanatokea wanaomba, na hii sana iko makanisani. Baadaye tujenge makanisa, tunakaa maeneo za tambarare. Hatimaye kila siku tunafunga mvua kwa jina la Yesu. Nafunga mvua, sio unafunga mvua, mpinga Mungu. Swala la kukaa sehemu inavuja, hiyo ni kutoelewa ya wanayekaa sehemu ambayo inavuja. Ndio maana Mungu ameleta uwezo wa watu kufanya nini? Ununue mabati, upawe. Unakuta watu mvua inanyesha na nini, watu wana magari lakini bado wanaomba mvua isinyeshe. Nafunga mvua, watu wana vitu ambao wanaweza wakajenga mvua isinyeshe watu. Hizi zote ni kumpinga Mungu. Lakini tunataka sisi wanagizo kuu tukae katika msingi wa kweli. Hatutaki kumpinga Mungu. Don't be against God in any way. Maana tumesema kuwa lazima jina lake litukuzwe, mapenzi yake afanye nini? Ufalme wake. Mapenzi yake ni kuwepo kwa mvua ya vule na mvua ya mashika. Mapenzi yake ni jua ifanye nini? Iangaze. Na wacha nikuambie watu wa Mungu, mvua ina faida zake. Jua unaiona na faida yake. Pamoja na jua unaona kwa bwana joto. Hiyo joto, watu wa Mungu, hiyo joto ni nzuri sana. Mtu anayetokwa na jasho sana anakuanga na magonjwa. Kila kitu Mungu ameumba kwa wakati wake na kwa ubora wake. Ndio maana nasema hivi, watu wa Mungu, tusiwe watu tunayempinga Mungu. Mara nyingi tumefundishwa kumpinga Mungu kwa kuomba. Maombi yako yasiwe na iende kinyume na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mazingira tuyaombee na kila kitu akae vizuri. Sasa mtu wa Mungu, tumeona naye Ezra akiomba, lakini akiomba kwa jumla toba. Tuone mtu wa mwisho, maana imeandikwa, neno likiandikwa zaidi ya mara 2 kwenye Biblia limefanya nini? Limedhibitika. Ni vizuri neno liwe zaidi ya mara 1 ili ipate kudhibitika. Neno ikiwa mara 1 kwenye Biblia, iangalie sana, iwe mwepesi wa kuiweka kwenye matumizi. Ndiyo maana hata kwenye Agano la Kale ilitakiwa kuwepo mashahidi wangapi? 2, ili mtu apate kupigwa kwa mawe hadi kufa. Lakini hao mashahidi ndio waliotakiwa kuwa wa kwanza kuinua mawe na kumtupia, ili kama hawajatenda kwa haki, wametenda kwa ila, basi damu yake iwe juu yao. Umeona jinsi walivyokuwa na ujanja. Hebu soma Nehemia sura ya 1 ili tupate kwenda. Naweka msingi watu wa Mungu, kwa sababu swala la kuomba wala ni swala nyepesi, lakini hiyo misingi kuhusu hiyo maombi ya toba muhimu sana, maana toba ni kila kitu. Tunahitaji tukae katika toba ili watu wa Mungu, imetokea Yesu amerudi, tupate kufanya nini? Tupate kwenda. Hebu soma. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni, nikasema, nakusihi Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao mpendao na kuzishika amri zake, tega sikio lako, macho yako yakafumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako ninayoomba mbele zako wakati huu mchana na usiku. Umesikia, anasema ni mtumishi anajishusha. Lazima ulete tofauti kati yako na Mungu ama Baba wa mbinguni. Mara nyingi watu wengi wanapenda sana kujikweza. Bila shaka watu wa Mungu, umeona anasema ni mtumishi. Paulo alisema ni mtumwa.
So jifunze katika swala la kujishusha. Ndio maana nimekwambia Yesu alisema yeye ni mpole na mnyenyekevu na nira yake ni nyepesi na laini. So watu wa Mungu, wokovu ni upole na kujinyenyekesha. Acha hizo mambo za kunyosha shingo, acha hizo mambo ya kuwa mbishi, acha hizo mambo ya kutokubali kushindwa. Eti wewe jambo ndogo ukubali kushindwa. Wewe kwa nini usikubali kushindwa? Kwani wewe umekuwa nani usikubali kushindwa? Lazima tukubali kushindwa, maana Yesu alikubali kufanya nini? Kushindwa ili ashinde. Paulo akasema mimi ni mdhaifu, katika udhaifu wangu mimi nina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Soma. Kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako, hapo ninapoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako, na mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi. Tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu. Umeona wametenda dhambi, maana anataja mambo aliyefanya. Nimetenda dhambi Baba, maana sijatii neno lako, sijaishi jinsi ninavyotakiwa kuishi. Nimetenda dhambi Baba wa rehema, maana wale ndugu zangu wametenda dhambi na mimi ni sehemu yao. Umeona, lazima uitambue dhambi uliyetenda, lazima uipeleke mbele za Mungu, lazima ujitahidi uitambue. Ndio maana Mungu aangalie maneno yanasema hivi. Mungu anasema leteni hoja zenyu nzito tupate kuhojiana nanyi ili mpate kupata haki zenu. Kumbe ili upate majibu yako, hiyo ni haki yako, lazima upeleke hoja nzito. Umeona watu walipokuwa wanajenga hoja katika Agano la Kale wakati wa kuomba, wanamtambua Mungu, wanatukuza jina la Mungu na wanakaa katika mapenzi yake katika kuomba, ambao sasa hivi haipo. Lazima iwepo, maana wakati wake umefanya nini? Umefika. Hebu endelea. Na kuomba likumbuke neno lile ulilomwamuru Musa mtumishi wako, ukisema mkikosa nitawatawanya kati ya mataifa. Umesikia? Anamkumbusha Mungu agano lake. Bila shaka unapoomba katika jina la Yesu, kwa nini unatakiwa kutaja neno? Kwa sababu neno ndiyo nini? Ndiyo ahadi ya Mungu ama agano kati ya Mungu na wewe. Lazima umkumbushe Mungu, umwambia kuwa nimetenda hivi, lakini ulisema hivi ya kuwa nitende hivi. Bila shaka umemkumbusha, ina maana unasimamisha neno. Imeandikwa Mungu utazama mtu mmoja anayesimama na neno lake. Sema Mungu utazama mtu mmoja anayesimama na neno lake ili apate kulitimiza. Unaona sasa, kumbe watu wa Mungu kinachotakiwa ujue kabisa kuwa wewe unatakiwa uwe jinsi neno la Mungu linavyosema. Ina maana Mungu anatazama neno lake unayesimama naye. Neno gani? Neno la Agano Jipya ni kwa ajili ya Mungu na mataifa yote. Na sisi kama Yesu alikuwa ni mjumbe wa Agano Jipya, sisi ni wajumbe wa Agano Jipya pamoja na Kristo, tukiyaendeleza mambo aliyeanza kuyafanya na kuyatimiza. Na Mungu hutenda kazi na wanadamu. Mungu anatenda kazi na wanadamu, lakini wanadamu aina gani? Mtu aliyekaa katika toba. Ndio maana nimeamua nianze na toba, uone jinsi walivyoomba toba, lakini toba yao ilizingatia yale mambo niliyokuambia 6, ambayo jambo la kwanza, lazima jina la Mungu litukuzwe. Namba 2, lazima ufalme wake uje. Namba 3, lazima mapenzi yake yatimie duniani. Kutimia kwa mapenzi yake imebeba wewe kukaa kwenye mapenzi ya Mungu, wewe kuishi mapenzi ya Mungu, wewe kutenda mapenzi ya Mungu. Haiwezekani wewe ukaomba kinyume na mwanadamu alafu ukasema wewe unaishi kwenye mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kuona wanadamu wote wakifikia toba ya kweli, hata moja apotee. Ndiyo maana Mungu akapeleka mwanae msalabani ili kila anayemwamini asipotee, bali afanye nini?
arithi uzima wa milele. Lakini sasa tunapoomba kinyume na wale watenda dhambi, je, tunakaa kwenye mapenzi ya Mungu? Je, mapenzi ya Mungu yanatimia hapa duniani? Mapenzi ya Mungu sio hata mwanadamu mmoja aende motoni. Ndio maana alileta ukombozi na wokovu. Vinginevyo Adamu alipotenda dhambi, moja kwa moja itakiwa watu waishi, lakini hatimaye wote waliqualify kufanya nini? Kwenda motoni, na Mungu angepungukiwa na nini? Lakini Mungu aliamua kabisa alete ukombozi ili mwanadamu asipotee hata moja. Mapenzi ya Mungu mbinguni, ikitokea mwenye dhambi mmoja amefanya nini? Ametubu, amemrudia Bwana, eti mbingu yote inarindima kwa shangwe na nderemo. Lakini hapa duniani mwenye dhambi mmoja akifa, akipotea dhambini, watu wanapiga na ngoma makanisani, wanashangilia nini? Eti kwa sababu mchawi kafa, mganga kafa, alafu unashangilia badala ujute, maana amekufa katika dhambi, hajampa Yesu maisha yake, amekufa, anakwenda motoni, wakati Mungu aliumba moto kwa ajili ya shetani na malaika zake. Mungu hakuumba moto kwa ajili ya mwanadamu. Lakini iweje wewe leo ufurahi mama yule mtoto ambayo ni mchawi kwako, eti yeye anaumwa, unasema mara ila lazima mchawi afe. Mchawi anapokufa anakwenda wapi? Anapokufa pasipo kutubu anakwenda motoni. Ndio maana tusiwe tunasherekea na kufurahi watu wanafia katika dhambi, maana wanayefia dhambini wanakwenda kule motoni. Lakini kazi yetu sisi ndio wajumbe. Sema mimi ni mjumbe. Mimi ni mjumbe wa Agano Jipya. Agano Jipya. Nimevaa alama ya Kristo. Sasa umevaa alama ya Kristo wakati mnaofia kuna wachinja. Umevaa alama ya Kristo unaomba kwa dhamiri sio kuwa safi. Umevaa alama ya Kristo wakati unawanyonga. Umevaa alama ya Kristo wakati unawapoteza. Nasema hivyo watu wa Mungu. Mimi na mtazamo wangu umeshabadilika. Nimeshaka kwenye Injili. Nasema hivi, nahitaji kuombea wote mema. Kama ni msamaha, hii toba ninayefundisha sio tu kwa ajili yangu. Umesikia tukiomba pale toba, tumeomba kwa ajili ya taifa letu, tumeomba kwa ajili ya mikoa yote, wilaya zote, kata zote, vijiji vyote, koo zote, familia zote, na duniani lazima tuombe kwa ajili ya dunia, lazima tuombe kwa ajili ya Wayahudi. Maana itatufaidi nini kama mzabibu wa kweli ambao ni Wayahudi wanakwenda kupotea, mzabibu mwitu, eti sisi Mungu tukubali? Lazima tumuombe Mungu asiwasahau mzabibu wa kweli ambao ni taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Umemaliza? Bwana Yesu asifiwe tena. Sasa watu wa Mungu, lengo langu nimekumbushwa hapa ya kurudi na kufundisha maombi. Tulikuwa tunapitia Biblia mwaka jana, tulipitia Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo tukaenda mpaka Ufunuo, na tukamuona mkono wa Bwana ikiwa pamoja nasi. Mwaka huu tulianza Biblia Januari kwenye kitabu cha Mwanzo. Tulipoenda mpaka mwezi wa pili tulikuwa tumemaliza mpaka kitabu cha Kutoka, na tulipotaka kuingia kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, Mungu aliturudisha tena tukaanza kitabu cha Mwanzo. Na juzi tumemaliza tena mpaka kitabu cha Kutoka. Lakini sasa Mungu akatuambia tujifunze kuomba. Lakini lengo ilikuwa nini? Tuombe na kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mpaka 50, kitabu cha Kutoka sura ya 1 mpaka sura ya 40. Nani anasema mchungaji, hiyo ni kweli kabisa? Tulikuwa tunatakiwa tufanye hivyo. Sasa mimi nataka niombe sasa hivi. Lakini leo tulipoanza maombi yale ya kutubu na kuomba kwa ajili ya mioyo yetu, bila shaka Mungu ametukumbusha kwa kuturudisha wapi? Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 ambayo ni uumbaji. So kesho moja kwa moja mimi ninaanza kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1
na tutapitia, tutaona, alafu tutayaona ni maombi ya aina gani yanaweza katoka pale kwenye nini, kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1, na kesho itakuwa hiyo. Kesho kutwa tutakuwa kwenye maombi na Mwanzo sura ya 2. Tunataka twende, tukifikisha Kutoka tutakuwa sura 40, tutakuwa tumemaliza kujua kuomba. Tukienda kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi tutakuwa tunajifunza na maombi tukiendelea nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bila shaka kesho nitaanza, maana Bwana ametukumbusha hapo. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Hebu tupigie Bwana makofi kwa ajili ya pendo, kwa ajili ya kupiga vigelegele. Bila shaka naona pendo, kwa Swahili anasema anafunguka. Fulani kafunguka. Naona unafunguka bana. Hawezi kuruhusu upige vigelegele mbele ya watu wewe. Ukiona unaweza kupata ujasiri, basi jue kabisa ndio unaanza kuambia kwa heri mwalimu. Maana ile aibu wameiweka wapi mpaka wakuruhusu? Lazima tayari mnaanza kuagana kwa see you. Lakini mimi ukiniambia see you, nakuambia don't see me. When I see you, you don't see me. Maana kuambia see you, atakwambia see you when you see me. So ukimwona tu ina maana tayari anakuona. So mwambia you won't see me when I see you. Nani mwenye swali katika kipengele hicho kabla sijamshukuru Bwana? Maana kesho kazi inaanza rasmi. Msingi Bwana anasema imekaa vizuri. Kesho tutaanza moja kwa moja. Maana lengo ni kuomba kwako ifanye Biblia ikae ndani yako. Kuomba kwako na sura ya 1 ikukumbushe sura ya 1, na ifanye sura ya 1 ikae kwako na idumu katika kinywa chako. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Kuomba kwako na sura ya 1 itafanya sasa ujue sasa kuweza kuongea ile sura ya 1 kwa maneno yako na kuyaweka kwenye maombezi. Nini? Hiyo pia ni njia ya kukukumbusha sasa, kufanya iwe ni sehemu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Ama kama una neno kuhusu haya ninayoongea. Kesho tunataka twende. Of course, swala la maombi, sura ita dictate tunajifunza maombi gani. Kwenye sura moja tunaweza tukawa na maombi yote. Kwenye Mwanzo tutahakikisha tunakuwa na maombi ya kwenda kulala, maombi ya kwenda kula. Hatutakuwa na maombi ya kupigana vita. Tunakuwa na maombi ya kupigana vita, hiyo haipo. Maombi ya rehema, maombi ya kwenda safarini, maombi ya kumtukuza Mungu, maombi ya toba, maombi ya kuombea wale wabaya wako, maombi ya kukomboa wachawi. Tutawarudisha wote kwenye uumbaji. Tutawarudisha wote kwenye uumbaji, wakae mkao. Amen. Lazima tuwarudishe kwenye uumbaji. Hata wakihama tutawarudisha kwenye uumbaji. Mtu mwenye swali. Mchungaji, hii Mathayo sura 6:13 anasema usitutie majaribuni bali tutakuwa na ule muovu. Kwa hiyo kuna kuomba usiingizwe kwenye majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Anayetujaribu ni nani? Shetani. So kinachofanyika, Mungu anaruhusu shetani akujaribu. Ili shetani amjaribu Ayubu, alienda kuomba nini? Alienda kuomba ruhusa kwa Mungu ya kuwa hebu ondoa vitu hivyo vyote uone kama Ayubu hata kufanya nini? Hata kukana hivi. Lakini vilivyoondolewa vyote, Ayubu bado alikuwa ngangari kinoma. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu alibakia kuwa ngangari kinoma. Mpaka darling wake akamwambia, darling, unanuka vibaya, kufuru Mungu ufe. Lakini yawezekana darling alikuwa naona ya kuwa huyu akiondoka urithi nimebaki nayo, na bila shaka maana bado ni mdogo, mimi moja kati ya marafiki zake Ayubu atafanya nini? Maana of course walikuwa pale, walikuwa matajiri kama Ayubu. Lakini Yesu naye Roho Mtakatifu ndiye aliyembeba hadi nyikani ili ajaribiwe na mjaribu wake ama shetani.
So Mungu anajua unavyojaribiwa na anaruhusu ujaribiwe katika mapenzi yake ili utukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jaribu inakupeleka kwenye ngazi nyingine. Yesu kabla hajaanza huduma alianza kwenye kujaribiwa. Amina. Wana wa Israeli kabla ya kuingia utumwani ile miaka 40 Mungu aliwajaribu, maana walimjaribu. Wewe kabla hujaingia kwenye hii hatua ambayo sasa unaanza kupesa, ndio hiyo jaribu, hata nauli inakupiga chenga. Hata ile ya sukari tu inapiga chenga. Jipe moyo mkuu huko jangwani. Lakini huwezi kukaa jangwani daima ama milele. Nani mwingine mwenye swali? Mary. Mimi sina swali, ila nina neno. Yaani ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii. Kuna kwenye redio kuna kipindi fulani kuanzia saa 6 mpaka saa 7 usiku. Mchana. Kuna station fulani hivi ya dini. Huwa inaruhusu watu kupiga simu kwa ajili ya maombi mbalimbali. Kwa hiyo watu wanapiga simu, wanaeleza shida zao, alafu huyo mchungaji anasema sasa naomba kwa ajili ya kila mmoja. Lakini kabla hawajaanza huaga anawahamasisha watu, yani wajue kuomba na wajitahidi sana, hata akisikia shida yoyote yeye aombe. Kwa hiyo mwisho wa kipindi sasa ndo anaomba maombi marefu yakigusa kila mmoja aliyepiga simu alikuwa anahitaji gani. Sasa mimi nikawa nimekaa na tafakari, nikaambia hao wachungaji, hivi kweli kama wanataka watu wapone, si kweli kwamba wanatakiwa wawafundishe namna ya kuomba, kwamba ukiwa na shida ya namna hii basi ingia labda kwenye kitabu fulani, soma pale uone jinsi ambavyo kama unavyotufundisha. Kwa leo nikawa na nikatafakari sana. Lakini sasa nimekuja leo ninaona jinsi hapa ulivyotufikisha. Kesho natamani niwepo ili nichukue ile namba ya simu ile nipige, sio kwa niwatangazie wale, kwa sababu wale wote ambao wanakuwa wamepeleka maombi yao wanakuwa stand by sasa kusubiri mchungaji aombe, ili mimi niseme nao, niwape contact ya hapa, waingie kwenye YouTube, niwaambie waingie kwenye YouTube, kwenye WhatsApp, kwenye Facebook. Vizuri, watu wa Mungu, nasema hivi. Kama wewe unategemea mtu akupe samaki ndio ule samaki, siku hayupo uwezi ukala samaki. So ni vizuri mtu akufundishe jinsi ya kuchukua ndoano na kwenda kuitoa hiyo samaki. Unakuja ukipenda, unamkausha ukipenda, unamrosa ukipenda, unamchemsha, lakini bila shaka hivyo ndivyo ilivyo. Kwa nini Yesu amefundisha wanafunzi wake? Lakini tumegundua kwa wanafunzi wa Yesu, walimkumbusha Yesu, tufundishe kuomba kama Yohana Mbatizaji alivyofundisha wanafunzi wake. Maana baadhi ya wanafunzi wa Yesu walikuwa ni wanafunzi wa Yohana Mbatizaji. Andrea alikuwa ni mwanafunzi wa Yohana Mbatizaji. Yohana mwana wa Zebedayo alikuwa ni mwanafunzi wa Yohana Mbatizaji. So kumbe hata wanafunzi wa Musa aliwafundisha kuomba. Bila shaka hata wanafunzi wa Yohana Mbatizaji waliofundisha, wanafunzi wa Yesu waliofundisha. Paulo aliwafundisha watu kuomba. Hakuna mtu aliyeongelea habari za kuomba mara nyingi kwenye Biblia kama Paulo, maana ameandika vitabu vingi. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine mwenye neno ama swali? Mimi nitaomba. Baba, katika jina lako Bwana Yesu, ninatukuza jina lako kwa wema wako na utukufu wako. Maana Bwana umekuwa katikati yetu tangu tulipoanza, Baba mweza wa yote, na umetufundisha kuhusu toba, Mungu wa rehema. Baba, tunatukuza jina lako, maana neno lako limedondoka Baba katika udongo mzuri inayezaa 100 kwa 100. Neno hilo Baba wa rehema limtakaze kila mmoja, liondoe mabaya yote Baba,
hata mabaya waliyetenda pasipo kujua. Neno lako Baba wa rehema lifanye utakazo huo. Dhambi Baba walizorithi kutoka kwenye koo zao, Baba, dhambi za Baba vijiji vyao, kata zao, wilaya zao, mikoa yao, na dhambi za taifa letu Bwana. Dhambi Baba wa rehema imeleta magonjwa mengi. Baba, utusamee maovu yetu, ututakaze Baba wa rehema. Unapotusamee maovu yetu, utuponye na magonjwa yote yanayosumbua watu wako. Wewe Baba wa rehema ufuta dhambi zetu kama wingu zito, na kama magharibi na mashariki inavyokuwa mbali. Baba, utuweke mbali na dhambi zetu. Na Mungu wa rehema, ninalibeba Baba watu wako wote na kuwarudisha Baba katika ile siku ya 6 ya uumbaji. Ulimfanya wanadamu katika ukamilifu kwa mfano wako na sura yako, hata ukamshirikisha utawala Baba. Baba, iwe ni mwanzo mpya katika maisha ya watu wako. Mabaya yote yaliyokuwa na miunganiko na wao Baba yaondoke kwa jina la Yesu. Mabaya yote yaliyotesa maisha yao Baba yaondoke. Magonjwa yote Baba wa rehema yaondoke. Ninatukuza jina lako Bwana, maana utakatifu wako itawatamia na kuwalinda, maana ni wewe ndio linde mji, usipolinda walindao kesha bure. Gusa wote Baba wanayetufuatilia na watakayetufuatilia kupitia vyombo vya Baba wa rehema. Baba, tunalitukuza jina lako, maana wewe ni mwema na ni mtakatifu, na katika jina kuu lipitao majina yote ya Kristo Yesu, na wote tuseme amen. Amen. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Basi kama Mungu alivyosema ya kuwa turudi kwenye lengo letu, ambayo ilikuwa ni tuombe na kitabu cha Mwanzo na kitabu cha Kutoka. Mungu anataka kuitumia jambo hilo kufanya kitabu cha Mwanzo ikae kwetu, kitabu cha Kutoka. Umeona, Mungu analeta kizazi kingine ambacho Biblia itakuwa ndani yao. Kwa nini wanaagizwa huku? Tunataka mtu ajue Biblia mwanzo mpaka mwisho, na pia aweze kuitumia inavyotakiwa. Maana mimi, kwa sababu Mungu amenifundisha neno lake hapa, huwezi kunidanganya. Of course you can't cheat me, because the Lord has taught me his word. If you know the Bible from the book of Genesis through the book of Revelation, then definitely you will have something to say when somebody is trying to show you something which is not existing. We have to know the word of God. If you don't know the word of God, then somebody will brainwash you. He will play around with you. Somebody will cheat you easily because you won't be understanding what he's talking about. But we are encouraging people to know the word of God. When you know the word of God, then you will have something to tell the Lord. You can't pray when you don't know the word of God. Prayer is reminding God his what? His promises in your life. So it is very easy to pray when you are well in the word of God. So God is looking for his word so that he can accomplish it, not your words. So when you pray without mentioning the word of God, God won't look into your prayers. So that is why tomorrow we are starting from the book of Genesis, and it will be all about prayers, using the book of Genesis from chapter 1 to chapter 50, and from the first chapter of the book of Exodus till chapter 40. Nasema ya kwa watu wa Mungu, kwa nini usijue Biblia? Kama sasa tutaomba tena, tumepitia mara ya pili hii, naona kama Mungu anatupitisha mara ya tatu tena kitabu cha Mwanzo na Kutoka, lakini kupitia sasa kuomba. Uombeje? Maana cha msingi ni uombeje. Hii ndio sasa kukufundisha jinsi ya kuvua samaki, ili hata kama sipo ule samaki. Nani mwenye neno kabla sijaishia hapo? Mtakatifu wa Bwana, je, moyo wako una amani? Mimi nina amani kwa sababu najua kabisa Bwana yupo katikati yetu. Nani mwenye neno? Ehe. Naomba Bwana
kuwakumbusha tu watu wa Mungu. Basi wacha tumalize ndio uwakumbushe. Amen. Nadhani tumeishia hapo. Ubarikiwe sana na watu wa Mungu. Nenda ukasome kitabu cha Mwanzo sura ya 1 alafu ulale. Soma Mwanzo sura ya 1, soma na kurudia na kutafakari, maana hiyo ndio maombi kesho tunajifunza hapa. Read the book of Genesis. Of course if kama uijui, kama unaijua unaweza ukaitamka kwa maneno yako, maana of course utakapoomba huwezi kuomba kwa Baba katika jina la Yesu Kristo. Hapo mwanzo Mungu yani haitaleta maana, ndio maana lazima ujue kwa maneno yako. Unaipotezea muda kwanza kukohoa kwanza. Alafu Biblia yako inakuwa kama mchungaji ambao lazima kwanza uifungue. So inatakiwa ujue hizo sura ili tunapoomba uflow kwenye kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwenendo. Samahani mchungaji, mimi tangu ile Jumapili ulivyosema kwamba umetukabidhi funguo, ukitaka kwenda kumbondelea watu wewe nenda kabonde, ukitaka kwenda kuwachinja wakawachinje, najua neno Mungu wako kafanya huha, basi utajua mwenyewe. Yaani mimi hayo maneno yani sasa hivi yani kwamba hata tunapokuwa tunamaliza hivi yani nikisahau hivi, leo mchungaji alisema tunasali, akisema tunasoma au alisema tunalala tu, yani mpaka nijue kabisa kwamba yani ulitamka kitu gani. Yani unakuta kabisa kwamba yani nikikosa sijui alisema tu ameomba tu pale kwenye Facebook yani imekuwa yani kwamba yani inakuwa yani kuna kitu kabisa kwanza cha kwanza kutafakari kabla ya kwanza kufanya. Yani sasa bila shaka watu wa Mungu, mimi nasema hivi, mimi ninayeomba na watu, nikikwambia nikikupa shule ya mambo, maana sinaombea watu hapa kuanzia saa 7 mpaka saa 11 ndio naingia kwenye kipindi na kutana na watu moja moja. Yapo mambo mengi sana. Leo nilikuwa na kesi moja ya hatari mno. Dada moja ambayo jina nimehifadhi aliombewa na mchungaji mmoja, jina nimehifadhi, na huyo mchungaji moja kwa moja akaanza kumwambia funge, hata alikuwa ni mchana. Anapofunga sasa wanafunga, lakini huyo alikuwa na mtoto mchana, lakini pia akaambiwa wanaomba saa 6 usiku. So kilichotokea, dada yule alichanganyikiwa, hataki hata sasa kunyonyesha mtoto na mambo mengine, hataki hata kuongea na watu. Lakini kumbuka ya kuwa yawezekana hakuna kitu kibaya alichotenda yule mchungaji, lakini mchungaji yule alijiungamanika na yeye. Watu wawili hawezi kwenda pamoja kwa sifa kupatana. So vita anapopigana mchungaji, bila shaka vile vita iwezekana akapigwa pale. Umeona sasa? So habari za kuomba, mimi nataka I want to be very clear. Nataka niweke sawa, maana najua watu ambao walifunga na kuomba wakaletwa kwangu wamechanganyikiwa. Kama kuna mtu anaomba na watu machizi, mnajua kabisa kama Mungu amekuwa akiponya machizi kupitia mimi. Mara nyingi watu wengi wanakuwa wamefunga na kuomba wanaishia kuchanganyikiwa. Unapotaka kufunga, kama wewe uko chini yetu, just let me know. Usifunge pasipo kuniambia. Maana mimi sijakufundisha jinsi ya kufunga, unafungaje. Nilikuwa sijakufundisha jinsi ya kuomba, ulikuwa unaombaje. Sasa ndio mimi nafundisha jinsi ya kuomba. Nikishafundisha na funguo nilishakukabidhi, ukipenda kwenda kwa niga, wanige. Ukipenda kuwatundika, watundike. Mimi sipo, lakini utajuana na aliyefanya nini? Aliyewaumba, ambayo alimpeleka mwanae msalabani ili waokolewe. Wewe wanyonge tu, wewe wapige tu wapigwe, lakini Baba wa mbinguni anatega macho yake anakutazama, kama hayo ndiye aliyetuma watu wafanye. Basi nimefikia hapo kwa Mungu, na jina la Bwana libarikiwe sana.